Mimi nilikaa chini na wenye mifuko ya basari. Wenye mifuko wa basari ni wabunge wote. Nikakaa chini na Mheshimiwa Omar Mwinyi na wabunge wote wa Mombasa. Nikawaambia, jameni, kila mmoja anatoa pesa, lakini hii pesa tukiangalia kila siku watoto wanadaiwa. Sasa mimi nikiangalia nikaona idadi kubwa inatumika kwa mambo ya chakula. Mimi nikapanga na Wizara ya Elimu. Mimi kama serikali tukafanya mpango na hawa assembly, tumechukua jukumu la kuwalisha watoto wetu wote katika shule ambazo kwamba ziko katika day. Na hii inamaanisha kama shule tutafanya assessment, hata majiko yao yale ambayo kwamba yako, ikiwa ni majiko ya kuni tutayabadilisha. Kama kuna sehemu nyingine haina haja kuwa na jiko kwa sababu kuna shule jirani kuna jiko, iwe converted, iwe classroom ama iwe hall, ile jiko ambayo kwamba ikawa ikitumika. Watoto wasiwe ni wenye kusoma katika mambo ambayo kwamba ni ya bugdha, moshi wa kuni. Tukiwalisha hawa watoto, serikali ya kaunti imepunguza gharama ya watoto wa day walioko katika shule za umma katika Mombasa na 12,000. Kwa hivyo 12,000 ikiwa imesimamiwa na serikali ya kaunti, mjumbe wenu ikiwa atalipa ni 4,000 itakuwa ni 16,000. Akilipa 5,000 itakuwa ni 17,000. Ile pesa imebaki kwa mzazi kulipa ni takriban 1,500 mpaka 2,000 kwa tamu moja. Hii sasa inamaanisha huna sababu ya kumpelekea mtoto wako asisome. Na mimi nawaambia hivi hapa, nisikizeni. Unaona hapa Mwenyezi Mungu amewajalia mko na viongozi. Wakati tunashikana mikono namna hii, hakuna aliyedhania ya kuwa tutakuja siku kupunguza fee 12,000 ya kaunti na 4,000 5,000 ya mbunge. Kama vile hakuna mtu alidhania ya kuwa shule za chekechea zitakuja kuwa bure. Hakuna aliyedhania watoto wote wa chekechea watakula kila siku chakula bila shida yoyote. Na itafika siku panapo majaliwa, na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, elimu katika kaunti ya Mombasa itakuwa sio fee, sio sababu kwa mzazi, kwa sababu mabongo haya mlochagua katika uongozi yatatafuta njia na fikra kuifanya hii mpaka iwe nyinyi mtalipa 500 mpaka 1,000 peke yake.